Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hatimaye niwashukuru sana wapiga kura wangu wa jimbo la Mchinga kwa kunichagua na kwa kumchagua kwa kishindo Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninawapongeza sana. Baada ya shukrani hizo, nimpongeze tena Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuteua baraza lake la mawaziri likiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba. Kwa kweli wanakwenda na kasi ile ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anaihitaji. Sambamba na hilo, nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Azan Musa Zungu ambaye ndiye Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha Bunge la 13. Hongereni sana waheshimiwa wabunge wenzangu, wale wa zamani na wale wapya ambao Mwenyezi Mungu amewajalia na kurejea tena kwenye bunge letu tukufu kuendeleza kazi hii ambayo wananchi wetu wametupa sisi kama wawakilishi wao kueleza matatizo yao. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaendelea, vile naomba nimpongeze katibu wetu wa bunge ndugu Baraka kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nijikite kuelezea mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusu hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa kufungua rasmi Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dodoma tarehe 14 Novemba 2025. Nini ninachotaka kukisema? Kwanza niwapongeze wabunge wote, kila aliyesimama hapa mbele ya bunge lako tukufu. Hakuna mtu ambaye hajampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya katika taifa letu la Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan ametembea nchi nzima. Amefika mpaka kule kitongojini. Kufika kitongojini haina maana kwamba yeye mwenyewe afike, isipokuwa ana wawakilishi wake ambao ni wabunge, wenye viti wa serikali za mitaa, wenye viti wa serikali za vijiji na kadhalika. Kwa hiyo kule amefika na kutoa pesa, mabilioni ya pesa, na ndio maana nchi imefikia hapa tulipo sasa. Ukuaji wa uchumi umeongezeka kutoka 3.9 mwaka 2021 hadi kufikia 5.6 2025. Haya ni mafanikio makubwa. Wakati huo pato la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 156.4 2021 hadi kufikia trilioni 205.84 2024. Hii ni uthibitisho wa sera nzuri za kiuchumi za taifa letu la Tanzania. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Kuhusiana na swala zima la miundombinu, hapa tunazungumzia swala la usafiri, ikiwa na maana barabara, reli, bandari. Serikali imefanya kazi kubwa na ya kihistoria ambayo mpaka hivi sasa mtandao wa barabara umeongezeka, mtandao wa barabara za lami umeongezeka, barabara za changarawe umeongezeka, mwendo kasi nao umeongezeka. Na huu mwendo kasi umerahisisha sana kazi za wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi hata mtu akitaka kutoka hapa sasa hivi anafika Dar es Salaam na usiku anaweza akarejea. Hongera sana mama, tunakupenda kwa kazi yako kubwa na nzuri ambayo unaifanya. Ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege, na ndege zimeongezeka, ujenzi unaendelea, kila kitu kiko kwenye traki. Madaraja makubwa yapatayo 10 likiongozwa na daraja la JPM nalo limekamilika, yani Kigongo Busisi, ambayo lina urefu wa kilomita 3. Kuhusiana na swala zima la bandari, sasa kwenye swala la bandari maboresho makubwa yamefanyika, ikiwemo gati namba 1 mpaka lile gati namba 7.
kuongeza kwa kina cha kina kwa mita 14.5, kadhalika na kule Mtwara pamoja na Tanga. Ujenzi wa meli MV Mwanza umekamilika, thamani yake ni bilioni 109. Uwekezaji sekta binafsi, yani DP World, muda wa meli kusubiri umepungua kutoka siku 46 mpaka siku 7. Haya ni mafanikio makubwa sana katika swala zima la usafiri. Halikadhalika hata makasha kutoka 159,807 hadi kufikia makasha 215,286 yameongezeka. Hili ni jambo kubwa na ni jambo la kujivunia kabisa. Kodi imeongezeka kutoka milioni 850 mwaka 2023-2024 hadi kufikia trilioni 1. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Sasa kwa nini watu wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno ni mengi? Ukiona mti wenye matunda unapopolewa, ujue kwamba kuna matunda matamu. Na ndiyo maana Mama Samia mara huku anasema hivi, kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika taifa hili. Mama Samia anafahamika hapa kwa kazi kubwa na nzuri, anafahamika Afrika na duniani, na ndio maana hata dunia inamtambua kwa kumpa awadi mbali kwa ajili ya kazi zake. Isitoshe, naomba kumalizia, isitoshe uchaguzi tumeufanya wenyewe kwa mara ya kwanza, uchaguzi mkuu. Hatukupeleka bakuli kuombaomba. Sasa hii wale yanawauzi. Nini tufanye? Tuendelee kulinda amani yetu, tuendelee kuitunza amani yetu. Amani ndiyo kila kitu kwa maendeleo yoyote ya taifa lolote duniani. Tumsemee Mama Samia kwa mazuri yake. Baada ya kusema hayo, muda umekuwa mdogo, nilikuwa na mengi ya kusema. Naunga mkono hoja, namtakia Mama Samia afya njema. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Salma Rashid Kikwete kwa mchango wako mzuri. Namuita Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele, atafuatiwa na Mheshimiwa Kijakazi Yunis Mohamed. Mheshimiwa Anif Suleiman Premji ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nitoe shukrani za dhati kwa kupata nafasi ya kuchangia, na kwa kuwa ndio mara ya kwanza nasimama kuchangia kwenye bunge hili tukufu, naomba niwashukuru sana kwa heshima na taadhima wananchi wenzangu, masela wenzangu wa Mafinga mjini ambao wamewezesha mimi kuingia kwenye jimbo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niungane na wenzangu ambao kwa dhati ya moyo tunampongeza na kumshukuru